Bwana, kwa usajili huu ambao Young Africans wanamfanya, hakika klabu kubwa inakuwa na ndoto kubwa. Yes, unaambiwa kwa sasa wapo katika maendeleo na mafanikio makubwa mazuri ambayo yataifanya timu ya Dar es Salaam Young Africans kuwa kubwa zaidi kwa namna ambavyo wanafanya. Tuliambiwa kwamba Young Africans wana tatizo, na ni kweli tuliliona tatizo. Yanga imefanya sajili ambazo ni nyingi kweli kweli, lakini sajili zile hazikuweza kusaidia chochote. Mpaka hivi sasa hazijaonesha makali yao, mpaka hivi sasa hazijaonesha muamko au nguvu kubwa ya uchezaji wao. Kwa hiyo ni moja kati ya madhaifu ambayo tunayashuhudia katika klabu ya Dar es Salaam Young Africans. So nini kifanyike au nini ambacho Young Africans wanapaswa kukifanya ni kwamba Young Africans wanatakiwa kutafuta sajili nzuri kama ambazo wanazifanya. Yes, tushuhudia majina yao, majina mawili yakiwa yamewekwa mezani na kufanyiwa kazi haraka iwezekanavyo. Tajiri hana baya, tajiri ameifanya timu ifurahie, mwaga pesa mzee. So Young Africans kwa sasa hawana uhaba wa wachezaji. Unaambiwa Alan Okello kutoka Uganda, lakini pia na Cloud Gila Mugisha naye pia akiwa miongoni mwa wachezaji ambao tayari Young Africans bajeti yao imesoma huko na kuwapa tagi kwamba wanaweza kuwa moja kati ya vilabu ambavyo vina wachezaji wazuri, lakini pia ni wachezaji ambao wanatakiwa katika michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika, sababu Young Africans inahitaji wachezaji wawili tu ambao wataweza kuimaliza tatizo walilonalo. Moja, kiungo mshambuliaji, yani kiungo mpishi. Mbili, lazima Young Africans iweze kuwa na mchezaji ambaye ni winga mwenye usumbufu, ambaye anaweza kumalizia nafasi ambazo zimetengenezwa. Ndicho ambacho tunakizungumza. Kwa hiyo kuna nafasi mbili hapa. So Young Africans shabaha yao imelenga pale pale ambapo wao wanapahitaji. Yes, kwa Alan Okello, lakini pia mbali na Alan Okello basi kuna Cloud Jean Gilu Mugisha, naye pia ana nafasi kubwa sana katika kiwanja pale, kwa sababu Celestine Ekua kiwango chake bado sijakiona kabisa kuweza kuibeba Young Africans. Kwa hiyo Cloud Jean Gilu Mugisha ndiye ambaye anatajwa zaidi pale Jangwani kuweza kuibeba Dar es Salaam Young Africans katika matarajio na mafanikio makubwa, na kuifanya Young Africans iweze kuwa klabu yenye uthubutu au thamani kubwa peke yake. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo Young Africans wamefanya ni ukubwa, na tajiri ndio kamwaga pesa. Unaambiwa kwa sasa ni Falme za Kiarabu ndio ambao wana ushirikiano mkubwa sana na klabu ya Young Africans, ndio ambao wanaifanya Young Africans kufurahia matendo yao, kufurahia fedha ambazo wanazipata. So this is the deal of Young Africans. Huu ni ukubwa ambao wamekuwa nao na ni pesa ambao Young Africans wamekuwa nao. Kipaji au kiwango kikubwa ambacho wamekuwa nacho Young Africans kinatokana na fedha, lakini pia uwekezaji mkubwa. Kwa hiyo vuta picha katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africans, disha dogo hili unaye Pacome Zouzoua, unaye Lee Mpanzu Kibisawala, unaye Celestine Ekua, Mohamed Dumbia, unaye Cloud Jean Gilu Mugisha, lakini pia unaye Alan Okello. Afu baada ya hapo chini unaye Max Nzengeli, Mudathiri Yahya Abbas, unaye Duke Oga Abuya, unaye Israel Patrick Mwenda, unaye Mohamed Hussein, kwa kuna Jigi Jiala ambaye anawakilisha nchi ya Mali katika michuano ya AFCON. Alafu umalize pale hujamalizana na Prince Dube Mpumelelo. Kwa hiyo ni kikosi ambacho ni cha moto kweli kweli. Kwa sasa wananchi wanafurahia namna ambavyo wanafanya kazi, namna ambavyo wamekuwa na kiwango bora, lakini pia performance yao, namna ambavyo inajieleza na inajitaja kwamba wao ni klabu ambayo ipo katika maendeleo bora na katika mafanikio ambayo ni namna ambavyo walikuwa wanayahitaji. So Young Africans to the world this time around.